Karibu katika mada inayosema je, unajua? Lengo ni kukufahamisha au kukuondolea shaka au kukuondolea wasiwasi. Na kwa sababu hiyo watu wengi wamekuwa wakijiulizwa maswali mengi. Na hii ni maswali yanayotokana na karama za Roho Mtakatifu ambazo Roho Mtakatifu huwagawia watumishi wale ambao Mungu ameamua kwamba awapatie hizo karama. Katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 ukianzia ule mstari wa 4 na kuendelea, inaeleza habari ya karama, na hizi karama zimeorozeshwa katika makundi matatu. Kwa karama hizi mimi huwa nazita ni karama za mafunuo na karama za unabii, kuna karama za nguvu. Lakini nataka tuangalie utofauti wa karama ya maarifa na karama ya unabii. Watu wengi huwa wanashindwa kutofautisha karama ya maarifa na karama ya unabii. Wengi ufikiri kwamba mtumishi anapojua jambo la mtu, hiyo ni unabii. Anapomwambia niliona hivi kwenye familia yako iko hivi, kuna jambo hili na kusumbua siku fulani ilikuwa hivi, anafikiri ule ni unabii. Ule sio unabii, bali hiyo ni karama ya mafunuo. Ni karama ya mafunuo ambayo Mungu anaamua kumfunulia yule mtumishi kujua mambo ya binadamu. Na katika ulimwengu wa pili au kwenye ulimwengu mwingine wa giza, shetani amekopi karama hiyo na kuwapa waganga kienyeji au kusema roho ya utambuzi. Lakini sisi hatuiti roho ya utambuzi, bali tunaita ni karama mafunuo, ambao tunaita ni karama ya maarifa. Na karama hii ya maarifa ni karama inayohusika kujua mambo ya binadamu. Ni karama ambayo Mungu anaweza kutumia kujua mambo ya mtu. Na ndio maana watu wengi unaweza kukuta ametenda jambo kwa siri, lakini jambo hilo Mungu akalifichua. Ni kwa sababu ya hiyo karama ya maarifa. Kwa mfano, Anania na Safira walipouza lile shamba kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa kwanza, Petro hakuwepo, na hata walipojadiliana na mke wake kuwa basi tufiche sehemu ya fedha hizi, Petro hakuwepo. Lakini Anania tu alipoingia, Petro alimwambia yale yote waliokuwa wamejadili na mke wake na jinsi walivyofanya kumdanganya Mungu na kuficha sehemu ya mali ambayo waliweza kuuza na walikuwa wamemwahidi Mungu, lakini wakatamani tena wakaificha. Ile ilikuwa ni karama ya maarifa au karama ya mafunuo. Kwa karama hii pia ilikuwepo kipindi cha Elisha. Gehazi alipofuata zile sadaka kwa Naamani mkoma, akasema nimefikiwa na wageni, bwana wangu amenituma, nimefikiwa na wageni. Akaja akamdanganya Elisha kwamba nilikuwepo hapa. Lakini Elisha anamwambia, tazama, roho yangu ilikuwa pamoja na wewe, ule ukoma wa Naamani utakuwa juu yako. Ile ni karama ya maarifa. Sasa kwa nini Roho Mtakatifu ameziruhusu karama hizi ziwepo? Kwa sababu karama hizi zikiwepo au karama hii kiwepo, ni karama ambayo itasaidia kuelewa utendaji wa kazi ya Mungu duniani jinsi ilivyo sahihi, au kujua jinsi shetani anavyoweza kutenda kazi kwa siri, na Mungu akatufunulia na kuweza kuomba, na hiyo roho ikaondoka isitende tena kazi. Hata kama inaweza kuwa inatenda, lakini itagundulika haraka, au yale mabaya yanayotendeka kwa siri. Kwa hiyo ni karama ambayo Mungu ameruhusu kwa watumishi wa Mungu. Na karama hii haitumiki kama nabii, maana nabii ni msemaji kwa niaba ya Mungu.
Lakini katika karama hiyo, kwa sababu zinaenda tatu, kuna karama inaitwa kupambanua roho. Kupambanua roho ni karama inayokujulisha mambo ya ulimwengu wa roho au utendaji wa ulimwengu wa roho wa nguvu za giza, au kupambanua hiyo roho inayotenda kazi kwa mtu au kwa nabii au kwa mtu yoyote yule ambaye anaweza kusema mimi ni mtumishi wa Mungu au mimi ni nabii au ni mtume, au akajitambulisha kwa namna yoyote, au hata kama hajajitambulisha kwa ni mtumishi. Kwa hiyo karama huwa inaweza kupambanua, na inapopambanua kwamba hii roho inayotenda kazi sio ya Mungu, ni roho ya shetani. Kwa hiyo kuna hizo karama zinazoenda tatu, lakini kuna karama inaitwa karama ya hekima. Hii karama ya hekima ni karama ya ufahamu ambao Mungu aliachilia kwa Sulemani. Ni karama ambayo inakufanya uwe na maamuzi sahihi unapotaka kufanya jambo la kimungu, kwa mambo binafsi, jambo lolote ambalo unataka kulifanya wewe. Kwa hiyo tunapoweza kuwa na hizo karama hutusaidia sana. Na hii karama si watumishi wote walio na karama hii. Si wote. Unaweza kuta wewe ni mchungaji, hauna karama ya maarifa wala karama ya kupambanua roho wala karama ya hekima, au unaweza kuwa na karama ya hekima, huna karama ya maarifa kwa nayo mwingine. Na ndio maana unakuta ndani ya makanisa unaweza kuta kuna mtumishi au muumini anakuwa na karama ya maarifa au karama ya mafunuo. Anapomwendea mchungaji ambaye hana hiyo karama, mchungaji anajua kwamba huyu yawezekana na pepo au yawezekana huyu ana roho za utambuzi, na kuanza kumchukia yule muumini. Lakini hii ni karama ambayo kila mtu inatakiwa awe nayo, karama ya maarifa au karama za mafunuo, kwa sababu hizi zinaenda tatu. Na hizi karama zinapokuwepo zina faida kubwa sana. Kwa watu wengi wamegombana na watumishi, na kwa sababu au watu wengi wamegombana na waumini kusema mchungaji labda ni mganga, au mbona anatambua vitu vyangu. Yawezekana huyu ni mganga, au yawezekana huyu ana pepo. Kuna karama za maarifa. Kwa hiyo utasoma Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 4 na kuendelea. Na hizi karama hata leo zinatenda kazi. Yawezekana wewe unayo hiyo karama ila haujui kama unayo. Basi nitaendelea katika hiyo mada inayosema je, wajua? Na kama utataka nielezee karama nyingine 6 zilizobaki uweze kuzielewa katika hizo karama, basi nitaomba komenti yako, na kama pia unabarikiwa basi usikose kulike na kushare na komenti, na pia unaweza kutuma tu ujumbe mtumishi, endelea na mada. Na hii nadhani itakusaidia sana kuelewa kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza kuwa kinaendelea. Yawezekana wewe una karama ya maarifa au karama ya hekima au karama ya kupambanua roho, na unaweza kumuona mtu yoyote ukamjua kwamba huyu sio mtu sahihi. Hizo ni karama, na hizi karama zinaitwa karama za mafunuo. Na karama za mafunuo ni katika zile karama 9 kwenye Wakorintho wa kwanza ile sura 12 na mstari ule wa 4. Mungu akubariki sana.